Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupashe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania siku ya leo. Hadithi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole imechukua mkondo mpya asubuhi ya leo. Suala hilo la kutekwa nyara kwa Polepole limeingia katika hatua ya juu zaidi ya kimahakama leo baada ya wakili wake Peter Kibatala kuwasilisha ombi hili maalum zito sana kwa mahakama asubuhi ya leo. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Tanzania inakumbana tena na sintofahamu kubwa ya kitaifa huku kesi ya kupotea kwa aliyekuwa mbunge na balozi Humphrey Polepole ikizidi kupamba moto leo. Zaidi ya siku 40 baada ya kutoweka mnamo Oktoba tarehe 6 mwaka huu, bado haijulikani aliko Polepole, na sasa suala hilo limeongezeka na kuwa moja ya vita vya kisheria vya hali ya juu zaidi mwaka huu nchini Tanzania. Wakili wake, wakili Peter Kibatala, leo amewasilisha ombi la dharura katika mahakama ya rufani jijini Dar es Salaam akitaka hatua za haraka zichukuliwe katika kesi anayosema inaweza kuamua iwapo Humphrey Polepole bado yuko hai. Katika barua ndefu au nyaraka ndefu sana iliyoandikwa maneno mengi kama unavyoitazama kwenye screen yako, katika nyaraka hiyo ya mahakama iliyoiwasilisha leo, Kibatala ameiomba mahakama ya rufani kuharakisha usikilizwaji wa kesi hiyo kwa kile alichoeleza kuwa ni uharaka wa hali ya juu. Aliteta kuwa kutoweka kwa mteja wake Polepole kwa muda mrefu kunazua wasiwasi mkubwa ambao hauwezi kupuuzwa. Kwa mujibu wa ombi hilo la Kibatala, Polepole alitekwa nyara, hajaonekana kwa zaidi ya siku 40 na hajawasilishwa mbele ya mahakama yoyote halali. Kibatala ameonya kuwa ucheleweshwaji wowote zaidi unaweza kuhatarisha maisha ya Humphrey Polepole kwa njia ambazo haziwezi kutenduliwa. Ombi hili la dharura la wakili wake Polepole limeongeza shinikizo kwa taasisi za serikali ambazo zimekaa kimya licha kuongezeka kwa wasiwasi wa umma. Familia, wahusika wa kisiasa na makundi ya haki za kiraia yanadai majibu, huku hofu ikiongezeka kwamba mwanadiplomasia huyo wa zamani anaweza kuwa mwathirika wa operesheni zisizo za kisheria. Onyo la Kibatala kwamba uamuzi wa mahakama unaweza kuamua kama mteja wake atasalimika na kuwa hai imeongeza uzito wa kesi hiyo. Ombi hili la leo la kisheria linaorodhesha maofisa 5 wakuu wa serikali kama waliojibu na kufanya hii kuwa moja ya rufaa nyeti zaidi kisiasa katika miaka ya hivi karibuni. Walalamikiwa hao ni pamoja na Inspekta Jenerali wa polisi ambaye ni mlalamikiwa wa kwanza, wa pili ni mkurugenzi wa mashtaka, wa tatu ni mwanasheria mkuu wa serikali, wa nne ni ofisa mkuu wa uhalifu kanda maalum ya Dar es Salaam na watano ni kamanda wa kanda ya Dar es Salaam. Wote hawa wametajwa katika barua au nyaraka hiyo kama unayoitazama kwenye skrini yako kutoka kwa wakili Kibatala kuelekea kwa mahakama ya rufani Tanzania. Ushiriki wa maafisa wa ngazi za juu wa usalama na sheria unadhihirisha uzito wa kesi hiyo na uchunguzi unaozidi kutanda kuhusu kutoweka kwa Polepole. Kwa wafuatiliaji wengi, kutajwa kwa majina ya viongozi hao kunaonyesha uzito wa madai ambayo yamekuwa yakienea kwa wiki kadhaa, madai ambayo yanaashiria uwezekano wa matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali na ukiukwaji wa haki za kikatiba. Wachambuzi wanasema rufaa hiyo sasa inalazimisha mahakama kukabiliana na maswali yasiyopendeza kuhusu uwajibikaji, uwazi na utawala wa sheria nchini Tanzania, wakati ambapo imani ya umma tayari imetikisika. Akijibu hadharani kilio cha kitaifa kinachokuwa, wakili wake Polepole Peter Kibatala alitoa ujumbe kwenye majukwaa yake ya kijamii leo akitangaza, jambo muhimu zaidi ni kushinda kutojali. Kutojali kuna ruhusu uhalifu dhidi ya raia kuendelea bila kudhibitiwa. Ni lazima tukatae kwa udhabiti. Hayo ni maneno yake Kibatala niliyomnukuu. Kauli yake hii tangu wakati huo imekuwa ya virusi na yenye kuenea sana na kuwa kilio cha hadhara kwa wanaharakati ambao wanahoji kuwa nchi haiwezi kuruhusu upotevu uliolazimishwa kuwa wa kawaida. Mashirika ya kutetea haki za binadamu upande mwingine yanasema kutoweka bila kutatuliwa kwa mtu huyo mwenye hadhi ya juu Tanzania kunaashiria mabadiliko ya hatari katika hali ya kisiasa ya Tanzania. Humphrey Polepole ambaye zamani alikuwa mdadisi mkubwa
Katika duru za serikali Tanzania, sasa yuko katikati ya kesi ambayo imeaibisha taasisi za kitaifa na kusababisha ukosoaji mkubwa kutoka ndani na nje ya nchi. Wengi wanasema kwamba ikiwa mtu aliye na kimo chake anaweza kutoweka bila kujulikana, basi raia yoyote wa kawaida yuko hatarini iwapo kesi hiyo haitatatuliwa. Mjadala unapozidi, hali ya kitaifa inabaki kuwa ya wasiwasi na isiyotulia. Wananchi wanadai uwazi, huku wanasiasa wakitaka uwajibikaji na majibu. Majukwaa ya hadhara na mijadala ya mitandaoni upande wa comment section yamefurika, huku wito ukiitaka mamlaka kutoa polepole au kueleza kilichompata. Kwa familia yake, kutokuwa na uhakika unaoendelea kumekuwa chanzo cha mateso ya kila siku. Jamaa wameomba tena na tena huruma na uwazi, wakisema wanataka tu kujua ikiwa mpendwa wao yuko hai au la. Wanaeleza ukosefu wa habari kama mateso ya kisaikolojia yaliyofanywa kuwa mabaya zaidi na hofu kwamba ukweli unaweza kufichwa kwao kwa makusudi. Wataalamu wa sheria wanaona kwamba ikiwa mahakama ya rufaa itakubali ombi la haraka, inaweza kubadilisha sana mwelekeo wa uchunguzi. Usikilizaji unaofuatiliwa haraka ungeweka shinikizo kubwa kwa waliojibu kuwajibika kwa matendo yao, kutoa taarifa muhimu au kuchunguzwa kwa kina. Huku nchi ikisubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa leo, wasiwasi wa umma unaendelea kukua. Kila siku inayopita bila habari huchochea uvumi na hofu mpya, huku ikiongeza shinikizo kwa mamlaka ambazo bado hazijatoa maelezo ya kina. Watanzania wengi sasa wanahoji iwapo mifumo ya kisheria iliyopo inatosha kuwalinda raia, wakati taasisi za serikali zenyewe zinadaiwa kuhusishwa. Kutoweka kwa Humphrey Polepole kumekuwa ishara ya machafuko makubwa na kutoaminiana kisiasa kwa miundo ya utawala wa Tanzania. Imeibua mazungumzo ya kitaifa kuhusu haki za binadamu, matumizi mabaya ya mamlaka na umuhimu wa uhuru wa mahakama wakati wa matatizo. Kwa wengi, kesi hiyo inawakilisha jaribio la iwapo mfumo wa haki unaweza kushinda mivutano ya kisiasa na kutoa ukweli. Wakati huo huo, vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia yameongeza wito wao wa uchunguzi huru. Wanasema kuwa taasisi zinazohusishwa sasa katika kesi hiyo haziwezi kuaminiwa kujichunguza zenyewe. Baadhi wanahimiza kuhusika kwa mashirika ya kikanda au kimataifa, wakisema suala hilo limehamia zaidi ya kesi rahisi ya mtu aliyepotea hadi moja ya wasiwasi wa kitaifa na kimataifa. Ukosoaji unavyoongezeka, mahakama ya rufaa sasa inasimama katikati ya wakati unaobainishwa na wakati mgumu. Majibu yake kwa ombi la dharura la Kibatala leo kupitia barua hiyo unayoitazama yatachagiza si tu mkondo wa kesi ya Polepole, bali pia imani ya umma katika mfumo wa mahakama. Wengi wanatumai kwamba usikilizaji unaofuatiliwa haraka utalazimisha uwazi mahali ambapo kimya kimetawala. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji niliyokuandalia katika habari ama taarifa na video hii. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na barua hii mpya ya rufaa ambayo wakili wa Polepole Peter Kibatala ameweza kuituma mahakamani mapema leo. Vile mtazamaji, like video hii, kisha kwa moyo mkunjufu na wa dhati bonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umenisaidia kwa sana. Gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu zaidi.